Karibuni waandishi wa habari katika makao makuu ya Silent Ocean. Sasa leo ni jambo la surprise. Tunataka kumshangaza mfanyakazi, balozi, influencer wetu. Ni jambo la siri, yeye mwenyewe hajui. Kwa hiyo tutampigia simu hapa, alafu tutamuita kwa ajili ya kuweza kuja, akidhani kuna kazi ya kufanya, lakini kumbe kazi ni kumzawadia yeye. Sawa? Sana mpigia hapa DC. Naita. Boss Mbowe. DC Mwijaku. Uko wapi bana wewe? Salama bana, uko wapi? Mbona unachelewa? Nikwambia tuna kazi leo asubuhi. Nilijua unasema saa 5. Acha mambo yako bwana, saa 4 kamili. Sasa hivi saa 4:30 rafiki yangu. Hebu shuka hata kwenye gari, panda boda chapo, hebu njoo. Naomba unisamee ndugu yangu, nachukua boda na kuja fast ndio. Naomba unisamee bosi wangu. Haya bana. Hapa kajetu kwa polisi watu la Silent Ocean Simba Bahari. Jamani, nisubiri, nimeitwa na bosi wangu. Nimeitwa na bosi wangu. Dogo, nisubiri hapo. Dogo, nisubiri hapa, tunaenda. Anaitwa bosi basi, bosi moja. Nisamee. Amesikia alatiba leo kwa ndio anafanya kwa. Sasa bosi sijajua. Sababu Anita kwa nani yule Janet? Nimemuuliza kesho tunaratiba kwenda Kariakoo au wapi? Sijajua chochote. Jamani, habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Godfrey Mbowe, mimi ni mkuu wa kitengo cha idara ya maendeleo na biashara hapa Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo. Sasa leo tuna jambo letu. Leo tajiri amefurahi, amesema ni wakati wa kusema asante. Anasema asante kwa mtu ambaye amekuwa mbunifu, alobeba maono ya kampuni kwenye moyo wake, kaifanyia kazi kampuni kwa ukubwa mno, kaitangaza sana na kaenda vile ambavyo kampuni ina mwelekeo wake wa kwenda. Kwa hiyo kwa kusema hayo, kwa niaba ya mkurugenzi wa Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo, balozi wetu mnamjua? Ndio. Balozi wetu mnamjua Leo sijui yeye ndo akabidhi hii gari au, lakini bwana Mwijaku, ndio bosi wangu, kwa maelekezo nilopewa na mkurugenzi wa Silent Ocean na body na management ya Silent Ocean, inasema asante sana na ni wakati wako wa kuzawadiwa gari hii. Bosi Mbowe leo zawadi iko kwako. Sio kila siku wewe wakutoa, leo umepata wewe. Hii zawadi ya kwako, gari ni la kwako. Ingia na unatakiwa uondoke nao sasa hivi. Jamani, wadada jamani, njoeni. First aid. Njoeni mumpepee huyu jamaa. Anafanya masiara. Ni masiara. Njoni msaada, njoni mpepee. Mpepeni jamani. Mwige maji huyo. Mwigeni vizuri. Mwige vizuri. Mnyanyweni basi. Rekodi. Saidia maiki hapo chini nenda. Silent Ocean! Hadha min fadhili Rabbi. Hadha min fadhili Rabbi. Hizi ni miongoni mwa fadhila kwa Mola wangu, miongoni mwa fadhila ambazo zinatokana na utekelezaji. Bosi Mbowe, naomba niseme kwanza asante. Wakati watu wengine wananiona mwehu, wananiona sina thamani, lakini Silent Ocean Simba Bahari na Kilimanjaro Star Cargo wanaona thamani ya uwekezaji wangu wa nguvu, akili na muonekano wangu kwenye kampuni mama. Bosi Mbowe, naomba nifikishie salamu za dhati kwa management na bodi ya wakurugenzi. Huenda walichokitoa ni kidogo sana, lakini kwangu kukabidhiwa Harrier na Konda kwangu ni thamani kubwa sana. Ni thamani kubwa sana. Mwarabu Kansela Salah
Mungu akuweke. Wanasema kuna watu na viatu, we mtu. Sikutegemea kwanza, najua nakuja tuna kazi kama kawaida kwenda Kariakoo. Kupita Kariakoo nilikuwa najua wiki hii tunakwenda Kariakoo hasa kwenda kuhamasisha wafanyabiashara kudownload application yetu ya Silent Ocean app. Nilijua hiyo kazi niko nayo kichwani na nilikuwa najua ndani ya wiki hii. Lakini bosi Mbowe umeni surprise, sijajua kama bosi Eric ile ratiba yetu ya kwenda Kariakoo ipo au mlikuwa mnanipanga ili mni surprise na kishindo. Nimeacha gari mbali, nikaamua nichukue bodaboda niwahi wafanyabiashara wa Kariakoo kabla hajaanza kuwa busy kwenda kuwapa habari njema ya Silent Ocean app. Lakini saizi nimepigwa na kitu kizito, hari anakonda zaidi ya milioni 80 Mwarabu kaiweka hapa. Mimi ni nani nisiseme asante? Mimi ni nani nisishukuru? Hii ni wito kwa wengine ambao wanatamani kufanya kazi za influencer, wanatamani kuwa sehemu za mabalozi za makampuni mbalimbali. Tengeneza loyalty, tengeneza ule uhusiano mzuri na kampuni unaofanya nayo kazi. Hakikisha inapiga hatua kwa vitendo. Tusiwe kama wanasema mwanamke ambaye anaendeshwa na pesa. Wanawake wanaendeshwa pesa, tunajua ni wanawake ambao wana matamanio. Yani usifanye mwezi mmoja kampuni unaitwa kwenye competitors wake unaenda unafanya unawatingisha kibiriti. Msifanye hivyo, jifunzeni kupitia mimi. Takriban miaka 10 nikiwa na mheshimiwa mbunge tumeliendesha ili gurudumu. Miaka 10. Baba Levo saizi amechagua upande wa pili kule. Yeye anapewa gari kupitia bungeni na mimi napewa gari kupitia Silent Ocean. Kwa hiyo ngoma draw. Kule wanapewa magari ya milioni 100 huku napewa milioni 80. Na kwa hiyo hapa ni ngoma draw. Kwa hiyo kule wakiongezewa Mwarabu anaongeza huku. Kwa hiyo hii yote inaonyesha kwa sababu tulikuwa waaminifu kwenye kampuni hii. Tumekuwa nayo kampuni hii mpaka sasa hivi. Kampuni imekuwa kimbilio la wafanyabiashara. Kampuni imekuwa mama kuwawezesha wafanyabiashara kuweza kupata mafanikio kupitia Silent Ocean. Na mimi kama balozi pekee nilobaki wa Silent Ocean, naahidi nitaendelea kufanya kazi vizuri Mbowe. Nitaendelea kuisimamia miko na misingi tulojiwekea kuhakikisha tunawahudumia wafanyabiashara wapya, tunawahudumia wafanyabiashara ambao tupo nao manguli, lakini hata wale wanatamani kukua kwa kuikumbatia Silent Ocean kwa sababu huduma zetu is the best. Huduma zetu sisi ni nzuri, ndio maana hata ninapopiga kelele zangu zina manufaa. Wale ambao walikuwa wananiona navua mashati China, wale walikuwa wananikebei wanasema huyu bwana anatembea tumbo wazi China, Uturuki. Leo nawauliza, wakati mimi navua shati naichukua hari ya milioni 80, wewe umevaa shati unatembelea nini? Na wahoji unatembelea nini? Hii ni haria inakwenda kuongeza thamani kwenye jumba langu la bilioni 1.3, inakwenda kuingia hari anakonda. Hii ni wito kwenu ndugu zangu, mkipewa kazi fanyeni kazi kiukweli. Sisi Silent Ocean walituamini. Baada ya kutuamini tukasema tunafanya kazi. Baadhi yenu waandishi wa habari mkoa mnaona watu watunyoshia vidole, wanatumia clip zetu kutudhihaki. Leo sasa wale walikuwa wanatudhihaki watakuwa mfano hai kusema natamani kuwa kama Mwijaku, natamani kuwa kama Baba Levo. Uongo kweli? Kwa sababu vitu kama hivi huwezi kupata kama ufanye kazi vizuri. Milioni 80 Mwarabu kaweka. Na niwaambieni, Mwarabu pesa yake sio rahisi. Wanajua, management wanajua. Mwarabu pesa yake sio rahisi. Mwarabu ukiona mpaka amekupa pesa yake, jua kazi umeifanya na namba zimesoma. Uongo kweli Mbowe? Eric, uongo kweli? Namba zimesoma. Hawa wanaandika ripoti kila mwezi. Upande wa matangazo vipi? Tumefanya vizuri. Numbers, Head of Business Development anakuambia numbers nataka niangalie. Anapiga watu wa finance, namba vipi? Baadaye tunakuja kwenda kwa mteja. Je, mteja anaridhika na huduma zetu? Mteja akisema ndio, namba zimesema ndio, mizigo inafika kwa wakati, siku 28 na 30, wananitazama balozi. Mshahara wake umeingia. Tumpe nini? Leo nimepata zawadi. Hari anakonda milioni 80 imelala hapa. Semeni asante Kansela Salah. Semeni asante Kansela Salah. Asante Kansela Salah. Mwarabu mtata mpaka pesa yake imetoka. Jua kazi nimeupiga mwingi. Naomba nichukue hii sasa salamu iende kwa mheshimiwa mbunge. Nimpe salamu mheshimiwa mbunge, atambe pande zake na tamba pande zangu. Atambe pande zake
natamba pande zangu. Huu upande wangu sasa Silent Ocean ni Dudubwasha, yanatamba bungeni, mimi natamba Silent Ocean, simba wa bahari. Mimi natamba baharini, yanatamba nchi kavu. Anasimamia sheria subsection A B C inasemaje? Mimi huko nasimamia vifungu vya siku 28 mpaka 30. CBM ngapi zimefika kwa wakati? Umepata information kupitia Silent Ocean app, tumemaliza. Kwa hiyo yeye atambe pande zake na mimi nitambe. Yes, kwa sababu tayari upande wangu wa Silent Ocean mpaka naingia kaburini. Ndugu zangu, niliwaambia Silent Ocean mimi mpaka naingia kaburini. Asante sana Kansela Salah, asante familia ya Silent Ocean, asante kwa management, bodi ya wakurugenzi, mlichowekeza kwangu. Mmepiga muhuri wa kuonyesha kuwa nathaminika katika kampuni, nathaminika katika kampuni na makampuni mengine. Igeni mfano wa Silent Ocean. Hawa mabalozi wenu mlokuwa nao, maambassador mlokuwa nao, mainfluencer mlokuwa nao, wana mchango mkubwa sana kuleta mafanikio kwenye bidhaa zenu. Wathaminini, muone watakavyojitoa kuhusu bidhaa zenu. Silent Ocean inathamini, wafanyakazi wote wanathamini. Ndio maana ukiona wafanyakazi wa Silent Ocean wote wameng'aa, huwezi kumkuta amepauka, kwa sababu ukimthamini mfanyakazi, ukimthamini balozi wako au influencer, atajitoa kwa moyo wote. Sisi hapa tunafanya kazi masaa 24, muda mwingine tunatoka usiku hapa, muda mwingine Jumapili tupo. Mnaonaga mabango yetu yanaandika Jumapili tuko wazi. Uongo kweli? Maana yake tunajitoa kwa sababu ya Watanzania. Tunatamani kila mtu afanikiwe kupitia Silent Ocean, simba bahari. Mimi niseme asante kwa bodi ya wakurugenzi, asante kwa management, asante kwa Mwarabu Kansela Salah. Sijui ulilalia mkono gani, ana kawaida akilalia mkono wa kushoto anakuwa mkali, akilalia mkono wa kulia anakuwa laini. Leo na mimi amelalia mkono wa kulia. Kansela Salah, kijana mdogo kabisa ambaye sasa hivi huwezi kumuona kiurahisi. Huwezi kumuona kiurahisi sasa hivi. Kodi ninayo mimi hapa, unamuona vipi? Huwezi kumuona Kansela Salah. Kuna mfanyakazi mwezi wa 6 hajakutana na Kansela Salah uso kwa uso. Huwezi kumuona. Yuko Malaysia, yuko China, yuko Uturuki, yuko Dubai, yuko Marekani, yuko India. Sasa jiulize, sehemu zote ana operate, utamwona vipi? Kodi ndio mimi hapa. Huwezi kumuona Mwarabu vizuri, lakini Mwarabu Mungu akutunze.